Yes people, welcome back to the channel. Na leo bwana nimeamua niwalete maeneo ya Kibada. Kwanza naitwa Navigator Chinduli. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, mimi naitwa Navigator Chinduli. Tupo hapa. Familia hii ni kwa ajili ya kuoneshana mitaa mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, Tanzania, Afrika na duniani kwa ujumla kadri ambavyo tutajaliwa. Lakini kwa sasa tuko based sana hapa Dar es Salaam. So naomba baki nami mpaka mwisho nikiendelea leo kukupitisha katika mitaa hii huku ya Kibada. Is Kibada overrating? Je, Kibada hii inapewa sana hype? Wewe utaniandikia hapo chini kwa sababu tunasikia mengi kuhusiana na Kibada. So leo nimeamua niwapitishe huku ili muweze kuona nyewe wenyewe. Kama unavyoweza kuona, huge construction zinaendelea hapo. Huku hapa kule ni barabara kubwa ya kutoka Kibada kuelekea feri na huku ndo mtaani. So kitu ambacho kinaendelea sasa hivi kwa maeneo haya huko ya Kibada ni ujenzi mkubwa wa barabara za mitaa. Ni barabara za mitaa kama unavyoweza kuona. Kuna hii hapa hizi barabara za mitaa kwa msaada wa Benki ya Dunia, if I'm not mistake, zitapigwa lami hizi barabara zote za mitaa ya Kibada. So tuendelee leo tuweze kuona Kibada kuna nini ambacho kinaifanya iweze kusemwa sana mitaani. Lakini kama na wewe unajua mengi kuhusiana na Kibada, basi unaweza ukaniandikia hapo chini. Leo mimi ndo niko huku kama unaweza kuona maeneo ya Kibada, Dar es Salaam, Tanzania. Kibada nayo ni miongoni mwa vitongoji tunaweza tukasema vya Kigamboni. Na zamani maeneo haya ya Kibada yalikuwa ni mashamba tu. Yalikuwa ni mashamba, lakini sasa hivi huku hakushikiki. Naweza nikakwambia huku hakushikiki. Yaani huku kama unataka kiwanja, inatakiwa uwe na hela nyingi sana. Yaani inawezekana ni zaidi ya milioni 30. Sio inawezekana. Ndio viwanja huko vinasoma hivyo. So tuweze kuona leo Kibada inayosemwa na iliyokuwa ina hadhi kubwa kiasi hicho kuna nini. Lakini na wewe kama ni mkazi wa Kibada, ama umeshawahi kuishi Kibada, ama umeshawahi kuwa na mashamba huko Kibada miaka hiyo ya nyuma, andika hapo chini, drop comment yako. Ikiwa leo sisi tuko maeneo haya hapa ya Kibada. Je, inapewa hype kubwa sana au inastahili kusemwa hivyo inavyosema? Tutasoma. Lakini kitu ambacho nimependa ni huu ujenzi, huge construction katika maeneo haya hapa ya Kibada. Kama unavyoweza kuona, kuna ujenzi unaendelea wa barabara za mitaa. So ni jambo zuri sana. Wanataka kuifanya Kibada ipitike nyakati zote, kwa sababu to be honest, kipindi cha mvua huku Kibada ni mateso. So kwa hiyo serikali imeona hilo, wamewafikia. Kwa hivyo kama unavyoweza kuona barabara zinapigwa lami hizi hapa. Hii ndio Kibada. Na tutakuja kuona kipindi ambacho itapigwa lami. Itakuwa imekamilika kwa kiwango cha lami, tutakuja tena kuona inafananaje. Lakini kama unavyoweza kuona hizi ni plot bado zipo. Kama una fedha unaweza ukaja kumvua mtu hapo. Hapa pale ni stendi, kama unavyoweza kuona stendi ya Kibada. Na ile hapa ni soko la Kibada. Kuna biashara mbalimbali zinafanyika hapo. Hii miradi ya soko hii iliasisiwa na the late JPM, John Pombe Magufuli, ambaye yeye alikuwa amehakikisha kwamba kila maeneo yanakuwa na masoko kama haya. Na ramani zake ni hizi kama unavyoweza kuona. Kuna hapa wanauza kuku, viuku. Kama ni mpenzi wa kuku wa kienyeji, kuku wanaowika, unaweza kufika hapa ukaja ukapata kuku kama hao unawasikia wanawika pale. So it is what it is. Hiyo ndio Kibada. Kama unavyoweza kuona kuna huge construction inaendelea. Kwa hiyo this is Dar es Salaam for you. So
kama unaweza kuona barabara zimefungwa kwa sababu kuna ujenzi unaendelea. So tuende upande huku tukaangalie mambo mengine ambayo yanapatikana katika viunga hivi huku vya Kibada ya Kigamboni. Alafu wewe utaniambia, je, inapewa hype au ni kweli inastahili kuwa the richest neighborhood among the richest neighborhood? Wewe ndo utaniambia. Mimi sina lolote nalojua. Nahitaji kusikia kutoka kwako kama ni kweli Kibada ni richest neighborhood ama ni hype tu watu wanaipa. Lakini kikubwa kama nilivyowaambia, ujenzi unaendelea wa barabara za mitaa kama hivi unavyoweza kuona. This is Kibada for you. Leo Dar es Salaam tumeamka vizuri, tuna hali ya hewa fulani hivi ya kama relative humidity, mgandamizo relative humidity. Yani baridi so baridi, joto so joto, tuko kati na kati. Kwa hivyo inakuwa ni nzuri sana kwangu mimi kurekodi kwa sababu jua si kali kama unavyoweza kuona, jua haliwaki. Tofauti na siku zingine ambazo jua linakuwa linawaka. Kitu ambacho mimi kimenifurahisha kwa Kibada, ukiangalia hizi richest neighborhood, kitu ambacho mimi kimenifurahisha ni kwamba Kibada wamejenga kwa mitaa, yani wamepeana nafasi za mitaa. Unaweza ukaona yani safi kabisa, yani kama mitaa ya kizamani ile ya Magomeni, Ilala, Tandika, wamejenga kwa mitaa. Inaonyesha kabisa kwamba real estate huku ilifanya kazi. Wale watu ambao walikuwa na mashamba huku walifanyaje? Waligawa viwanja kwa mitaa. So hili ni jambo zuri sana. Ni jambo zuri ambalo tunahitaji kuliunga mkono na kuwasifia watu wa mipango miji ambao wamehusika kuupanga mji wa Kibada. Safi kabisa. Yani kama una gari lako ukiwa umepata eneo Kibada huku, basi wewe usihofu, utafika mpaka nyumbani kwako kwa sababu hakuna, yani pamejengwa vizuri. Kama unaweza kuona hizi hapa ndio miongoni mwa neighborhood ambazo zinapatikana. Barabara hizi zote hizi zinapigwa rami na zimeanza ujenzi huo kama ulivyoweza kuona kuanzia kule. Kwa hiyo wote wasuni tu watazidi kupanda hadhi. Kama sasa hivi uweze kununua Kibada, sikwambie hapo ikikamilika hizo barabara itakuwaje. Lakini pia share na sisi hapo story chini kama ni star gani ambaye anakaa Kibada, watu maarufu gani ambao wanaishi Kibada, mimi sijui. Share na sisi. Hata kama wewe naye unakaa Kibada, basi tuandikia. Leo mimi niko mtaani kwenu. Nilikuja kufanya mambo fulani hivi. Nikaona ngoja niwapitishe ili muweze kuona neighborhood hii ambayo haisemwi. Unfortunately sio haisemwi, inasemwa sana. Sasa tunataka tujue, je, ni overrating ama is reality? So ndio maana leo nimekuja hapa ili tuweze kujua kama lisemwalo lipo ama tunapeana tu nini, tunapeana tunaveshana kilemba cha ukoka au kupakana mafuta kwa mgongo wa chupa. Mtaniandikia hapo chini. Unaweza kaona mitaa mtaa unaitwa Alamano Road. Unaweza kaona mtaa huu hapa unaweza kaona. So ni unyama sana, lakini pale unaitwa Mkapa Avenue kwenda huku unaweza kaona majumba makubwa yanajengwa. So sisi tuanze tu upande huu huku tuweze kuona ni mambo gani ambayo yanapatikana. Hiyo ndo Kibada. Hiyo ndo Kibada. Unaweza ukaona huku bwana. To be honest, kama nilivyokuambia, unatakiwa uwe na fedha ili uweze kuishi huku, kununua kiwanja huku. Unatakiwa uwe na fedha huku. Viwanja vyake vingi vimepimwa na vimejengwa, vimepangwa, mji umepangwa. Kwa hiyo kama hauna fedha ya kutosha huku, wewe hakukufai.
ya sababu si sehemu ambayo ya pangu pakavu. Ya kitu ambacho walikuwa wanakikosa watu wa Kibada ni barabara, lakini sasa hivi unaweza ukaona ni barabara zinajengwa, zimekuwa lami. Kwa hiyo huku kote mpaka kufikia mwezi wa 4 mwakani kutakuwa sasa ndio kushikiki zaidi. Ya tuombe uzima tu. Mimi nitakuja tena tuombe uzima, nitakuja tena kuja kufanyaje. Ya unaweza ukaona hii avenue hii huku inaitwa Magufuli. Unaweza ukaona hapa imeandikwa John Magufuli Avenue kuelekea huko. Kwa kuna watu wanakaa huko mtaa wa Magufuli. Ya unaweza ukaona plot zimebaki zingine. Wewe kama una hela njoo uwavue. Lakini unaweza ukaona wenzako hawapo. Jinsi gani wanaishi. Ya so this is Kibada. Kama unajua maeneo haya basi tuandikie hapo chini. Lakini maeneo haya hapa zamani yalikuwa yanasifika kwa uwepo wa embe nyingi. Ya zamani embe, minazi ilikuwa huku. Watu wengi walikuwa wanatoka maeneo ya Tandika wapi huko kuja kuchukua madafu na kurudi kuja kuuza mjini. Ya so ni maeneo fulani hivi ambayo kama wewe uko mbali unapiga boksi basi jichange nini $10,000 ukipata njoo uwekeze huko. Real estate inalipa sana. Ya $10,000 tu Bongo unakuja unawekeza huku, unafanya huge investment na unaanza kupata pesa. Ya unakuja kustaafu vizuri. So jichange. Lakini kama hapo unaweza ukaona ili hapa hii ni comfort, inaitwa Comfort Hall, Comfort Inn, Deal Comfort Inn. Ya so ni nyama sana. Hiyo ndio Kibada bwana. Kibada for you. Unaweza ukaona hii hapa ni Deal Comfort Inn. Yeah, I think sijui ni bar, sijui hotel, sijui kitu gani. Hii ni nini? Unajua kuna tofauti kati ya inn, restaurant, bar, canteen, cafeteria, motel, hotel. Hizi zote zina tofauti. Grocery. Yeah, so hii ni nini tuandikie hapo chini. Hii ni sehemu ambayo unaweza ukafanyaje. Restaurant ni sehemu ambayo unaweza ukala chakula. Kantini ni sehemu ambayo pia unaweza ukala chakula, ambayo inapatikana maeneo ya shule, vyuo, ya kambi za jeshi na maeneo mengine. Lakini sasa hii ni sehemu gani? Unaweza ukala chakula na vinywaji au take away, au unaweza ukalala, I don't know. So ni kitambo kidogo kwenye stylistics and communication skills tulisoma mambo hayo. Kama unakumbuka niandikia, ni muda sana. Kwa hiyo hii ndio Kibada. Na wale waumini pia msiofu. Unaweza ukaona hilo hapo ni kanisa kubwa. Kwa hiyo kama wewe ni muumini, una fear of God, unaweza ukafika hapo ukiishi Kibada ukaja kupiga ibada. Ya, lakini pia kuna misikiti Kibada. Kwa hiyo watu wa Mungu pia hamjasahauliwa. Hivi ndivyo inavyoonekana Kibada 2025. Yeah. So tuendelee niwaoneshe muweze kuona sasa sura ya Kibada. Alafu wewe kwenye comment hapo chini ndio niambie, is it overrating or is it underrating or is it reality? Niandikie. Lakini Kibada pia kuna hospitali kama unavyoweza kuona pale hivi. Jengo lile kule ni hospitali na hii huku jengo ni hospitali au kituo cha afya, sijui tunaweza tukaita, lakini kuna huduma ya uzazi inapatikana pale kama mama kujifungua. Kuna upasuaji mdogo, jengo la upasuaji, ufuaji. Ya, lakini ni hospitali ambayo inaweza ikakidhi haja. Ya, na hili hapa ni kanisa kama nilivyokuambia. Unaweza ukafika ukafanya ibada humo. Na kuna ibada inaendelea, sijui ni ndoa, sijui ni nini. Hawa ni Wakatoliki. Leo Jumamosi, sijajua ni nini. Ya,
Kwa hivyo unaweza ukaona how it looks like Kibada. Yeah. So twenzetu tuweze kuona mambo gani ambayo yanapatikana zaidi huku Kibada, alafu wewe ndio utaniandikia hapo chini. Unaonaje? Is it overrating or underrating or is reality? Yeah. This is Dar es Salaam for you. Lakini pia vile vile usiogope kuniandikia hapo chini. Hizi video je, zina uhai wowote, mnatamani tuendelee na hizi video au mngetamani tufanye nini zaidi? Niandikia hapo chini. Lakini pia kama unahitaji mawasiliano yangu, kuwasiliana na mimi, ni cheki Instagram natumia official_Chinduli, ni cheki huko. Mimi nitakutafuta, nitakujibu huko. Ya tutazungumza mengi zaidi. Lakini leo niko zangu huko Kibada. Lengo ni kuwaonesha Kibada and untold story. Unaweza ukaona mabangalo kama haya. Unaweza ukaona. Vijana wapendo daima. So this is Kibada. Mungu ametupa nafasi na kibali. Huku bwana usione kama sipiti vichochoroni. Hakuna vichochoro. Huku nyumba zimejengwa kwa kufuata mpangilio. Hamna vichochoro vile kama vya Uswahilini. Kwa hiyo huku wamejengwa kufuata mpangilio. Kama wewe unahitaji eneo kubwa, manake Kibada ni kwa ajili yako. Kibada ni kwa ajili yako kama unahitaji lile eneo kubwa. So it is what it is. Yeah. Unaweza ukaona hayo ni mabangalo ambayo yanapatikana Kibada. Yeah. Lakini pia usiogope kutuandikia unatazama video zetu kutokea wapi. Upo Vijibweni, upo Karakata, uko Manzese, uko Debeni, uko Mtwara, uko Lindi na Chingwea. Andika hapo chini, mimi nitasoma komenti yako bila shida yoyote na nitajibu. Yeah. Kama unavyoweza kuona, this is Kibada. Yeah. So wewe unaonaje? Unaweza ukaona hizo estate, unaweza kuona nyumba hizo zilivyojengwa, zinakupa picha gani kuhusiana na Kibada? Hii hapa ni ground. Unaweza ukaona watu wanakuja jioni hapa wanazima. Sijui ndio Kibada veteran wanachezea hapa, I don't know. Lakini ndio hivyo, watu wanakuja wanazima hapa. So tuendelee upande huu huko. Ili muweze kuona zaidi. Maeneo ambayo ninayosema kila siku kwamba mnahitajika kuja kuwekeza. Ndio kama haya huko. Yeah. This is Dar es Salaam. Yeah. Unaweza kuona mtaa umeingia. Hapa kuna bangalo ili hapa. Yeah, alafu kuna hapa mtaa. Unaweza kuona hii ploti. Yeah. Alafu kuna huku. Yeah. So afu huku, uzuri wa huku bwana, kwa kuwa wamejenga kwa kupeana nafasi, basi kuna upepo fulani unakuwa unaupata. Yeah, kwa hiyo ni jambo zuri sana. Yeah, so unaweza ukaona. Yeah. Angalia. Je, Kibada ni sahihi sifa inazopewa au inakuwa overrated? Niandikie hapo chini. Swala la barabara kama nilivyosema, barabara wamenyimwa na hiyo sio uongo, lakini kutokana labda ni mji mpya, basi tuwape muda. Na tumeona kule mwanzo wanajenga barabara. Kwa hiyo unaweza ukaona. Huu hapo unaitwa mtaa wa Tembo, kama unavyoweza kuona kibao kile pale kimeandikwa barabara ya Tembo. Kwa hiyo huku ni barabara ya Tembo. Yeah.
Alafu hapa kuna bangalow hili hapa. Ya. Kwa hiyo so ni unyama sana. Ya. Kwa unaonaje hapo? Kibada hii. Ya. Kwa huku bwana ndo watu wanakujificha kwenye mabangalow nafasi. Kwa kama nilivyokuambia huku walau kwa kuanzia uwe na milioni 30, 40, 50 na kuendelea ndo utapata plot huku. Yeah. Yaani hiyo nasema mimi tu na nadhani itakuwa imezidi hapo. Kwa mfano angalia plot kama hii hapa. Hii plot. Kwa sababu huku square meter vipo viwanja vinauzwa square meter kwa shilingi 30,000. Sasa sikwambii square meter kama hiki, kiwanja kama hiki nadhani kitakuwa shilingi ngapi? Kama vipo ambavyo vinauzwa kwa square meter 30,000. Nadhani kama hiki kitakuwa shilingi ngapi? Hiki hapa kiangalie. Kwa hiyo unaweza ukaona mwenyewe kwamba huku sio sehemu ya kawaida. Inawezekana hata madale yaingii ndani kwa huku. So hizi. Na kama nilivyokuambia huku bwana wamejenga kwa mitaa. Kama unavyoweza kuona barabara hii huku inaitwa barabara ya Makata Street huku. Ukiona kumeandikwa Makata Street pale pameandikwa hapa. Makata Street. Kwa hiyo huku gari linafika hadi mlangoni kwako. Sio sehemu ambayo utawaza kwamba sijui nini gari litakuwa hamna. Huku gari linafika hadi mlangoni kwako na kama nilivyokuambia nini? Unaweza kuona wengine wanamalizia huko katika finishing nyumba inaongea Kiingereza hapo. Wanamalizia waje kuishi. Na hiyo ndio watu ambao wanajenga wanasema hatua ya nyumba kuongea Kiingereza ndio hatua ngumu. Kwa sababu hapo hela inateketea. Si unajua Kiingereza tena? So lami ndio hiyo inakuja sasa Kibada. Unaweza ukaona mwenyewe. Hii Kibada ikishapatwa na lami kwa sababu sasa hivi square meter inakalia mpaka 30,000. Unadhani ikipigwa lami itakuwaje? Andika hapo chini. Alafu utaniambia wewe kwamba je, Kibada ni overrating au Kibada ni reality? Niandikie hapo chini. Lakini hii ndio Kibada wakuu ambao zamani watu walikuwa ni mashamba yao haya. Umeona unaweza kuona athari hizo hapo. Zamani ilikuwa mashamba yao. Kwa mfano hii plot hii hapa. Nipate hela tu mimi napenda kuishi maeneo kama haya. Tufanye maarifa mimi nije kuishi huko. Angalia plot kama hii hapa safi kabisa. Unatulia. Unadhani shingapi hapa? Mtawa Katanga Tindwa au hapa. Unaweza kuona tumetoka kule juu kule. Mpaka hapa. Na huku mtaa mwingine unaingia au hapa. Na huku kuna mabangalow haya hapa. Hiyo ndio Kibada. Unaona mitaa hiyo? Huku hakuna vichochoro shehe. Huku hakuna vichochoro. Huku ni mitaa iliyojengwa, ikapangwa, ikapangika. So habari za vichochoro vile hamna. Huku kila mtu yuko kwake safi kabisa. Kwa hiyo kama ninavyoendelea kukuambia kwamba Kibada ndio hii unayoisikia kwenye TV. Swala la barabara ndio hilo linaendelea kujengwa, lakini unaweza ukaona mwenyewe nyumba ambazo zipo huku tangu tulikoanza mpaka hapa. Alafu wewe ndio niandikie Kibada is overrating au underrating au is reality? Andika hapo chini tuweze kujua na sisi je, ni sahihi Kibada kupewa sifa zinazopewa au wewe unaonaje? Lakini hii unaona kama huyu hizo nyumba hizo hapo, hiyo hapo ni real estate. Hiyo ndio tunasema huyo hapo usikute na yeye huko ughaibuni huko anajenga vile vijumba vya kupangisha. Unaona unit zile pale kwenye sensa tu tunaita unit. Kwa pale anapangisha, anachukua kodi yake. Unaweza kukuta kila unit moja anapata 600,000 kwa mwezi au 300,000 kwa mwezi. Nadhani ndugu zake hawezi kumpigia simu za kuomba dola. Kwa kule depression inapungua. Na wengi hapa huko ni waneno huko kwa majuu. So wamekuja wamewekeza hivi na zinalipa, sikwambie mtu zinalipa kwa kibongo, lakini usichangishe hela huko na huko. Yaani hela ya huko ibaki huko. Ushaelewa? Ndugu zako wale sasa ndio watumie hela ya huko. Wanaishi vizuri, wanakuwa matajiri. Nyumba huko zinalipa. Sasa mwezi mmoja 300,000 na watu wanachukua miezi 6. Na hiyo 300,000 nasema ni mimi kwa maeneo ambayo nakaa ya vijibweni. Sijua huko. Na watu wanachukua kuanzia miezi
6 unadhani inawalipa kiasi gani ndugu zao? Na pale ana unit kama 6 labda. Kwa hiyo unakuta wanaishi. So kama wewe unataka kuepuka simu zile, njoo kuwekeza. Tafuta dola zako, dola 30, njoo huku. Fanya investment, wajengee hapo. Dola 30 maana yake hiyo inaenda kwenye milioni 70 ya Kitanzania. Milioni 70 ukipata kiwanja cha milioni 30, milioni 40 ukaitia kwenye nyumba box hizi za bei rahisi, unapata hela. Kwa hiyo ndio hivyo, hii ndio Kibada wakuu. Unaweza ukaona Kibada ni full of arrangement. Unaweza ukaona hii plot nyingine hapa, sijui kama inauzwa au haiuzwi, lakini hii ndio Kibada. Na unaweza ukaona barabara, watu wamejipanga kwa barabara. Plot nyingine hii hapa, unaona fedha hapo, unaweza kukuta hapo milioni 70. Kwa hiyo kwa mimi nakuonyesha mitaa ya zamani na mipya ili uweze kuona sasa hivi watu wengi wanaishi wapi. Unaweza ukaona nyumba hizo hapo, na huko ndiko tulikotoka. Imagine mitaa hii yote ikipigwa lami itakuwa na hali gani? Kibada patashikika. So niandikie chini hapo kwenye comment wewe unaonaje kuhusiana na Kibada. Lakini pia kama wewe ni mgeni, basi usisahau kuhit subscription button hapa. Hapa pameandikwa subscribe, alafu hapa pameandikwa like, ili tuzidi kuwa wengi zaidi. Basi tujitahidi mwezi huu wa 10 tufike subscriber 2000. Bado watu kama 90 hapo. Tufike subscriber 2000. Basi tujitahidi tuweze kufika hiyo subscriber 2000 ili tuishi kama watu. Leo bwana niko zangu pande za Kibada, Kigamboni. Na usafiri huku bwana, asikwambie mtu, usafiri huku ni wa uhakika. Kuna gari zinatoka Kibada zinaenda Temeke, kuna gari zinatoka Kibada zinaenda Kisemvule, kuna gari zinatoka Kibada Feri, kuna gari zinatoka Kibada Mkulanga huko. Kuyu ni unyama. Msiogope kuhusiana na swala la usafiri. Kama wewe labda hauna gari, unaweza ukaona huyu naye amejipapatua, amekuja amekaa hapa Kibada. Na wengine. So hiyo ndo Dar es Salaam, na hii ndio Kibada Kigamboni for you. Hapo unaweza ukaona kuna miogo. Kama wewe ni mtu ambaye unahitaji mambo ya miogo unakula. So this is Dar es Salaam for you. So unaonaje na ibahudi hii hapa ya Kibada? Mawa na zamani ilikuwaje? Unaweza kuona madogo na unaweza so kwa hivyo so hiyo ndio Kibada wakuu. Nataka niwaoneshe tu sura nyingine ya Dar es Salaam katika miji mipya hii. Hii hapa ni Kibada. Na hivi ndivyo inavyo. Na uzuri wa Kigamboni bwana, hakuna shida ya maji. Maji yapo mengi sana huko. So usiwe na wasiwasi wowote. So it is what it is. Leo bwana nilitaka niwapitishe katika viunga hivi huku vya Kibada. I think utakuwa umeenjoy. Kama ndo hivyo basi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Hii hapa ndo sehemu ya Kibada, na hivi ndivyo inavyoonekana katika mwaka huu hapa wa 2025.
kama umependa unahitaji kufanya investment, unahitaji kuja kufanya investment katika maeneo haya, basi karibu. Kigamboni ni njema, Dar es Salaam ni njema. Karibuni sana nyote ili tuweze kuijenga Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. So hadi wakati mwingine, leo nilihitaji kukuonesha hizi plot na mji huu jinsi gani ambavyo upo. Tukutane katika video inayofuata. Nitakuwa wapi? I don't know. Inawezekana nikawa mtaani kwako. Basi wewe salia nami mpaka mwisho. Salia nami kila siku tuseme. Katika channel hii hapa.